Chadema, TLS na Watanzania wote ambao kuna namna yoyote mna uchungu na maisha ya Tundu Lissu au tuna uchungu na maisha ya Tundu Lissu, siwezi kupuuza ama kudharau namna zenu kadha wa kadha tulizojaribu kumpigania Tundu Lissu, lakini nasikitika kuwatangazia ya kwamba Tundu Lissu tumemtelekeza. Ametoa maisha yake, amepata madhara hayo aliyoyapata, akitafuta kutuokoa, kutunusuru au kutoa mchango mkubwa wa namna gani tunaweza tukatoka kwenye mikono ya mashetani. Amepatwa na hayo, lakini namna zetu pamoja na kujipongeza, kujisifu kwamba lakini sisi kila mmoja najiona mimi nimeplay part yangu, sisi tumejaribu kufanya, imeshindikana tu. Nataka nikujulishe ya kwamba hatujalipa gharama inayostahili kumpigania Tundu Lissu, na kwa lugha rahisi, asiwepo atakayekuwa akijipongeza kirahisi hivi kuona kwamba Tundu Lissu amepiganiwa inavyostahili. Nimeona moja ya waraka unaodhaniwa ulionekana ni kama ni wake, sijafuatilia sana, ndani unauona hapa pembeni, kitu ambacho nimeona kina ukweli fulani wa malalamiko na maumivu yake. Naomba niongee kwa mujibu wa Biblia, kumpigania mtu kabisa kabisa ambako na sifa za kujinadi na kujisema nimetimiza wajibu wangu, au watu wanaweza kuja kusema kwamba kwa kweli huyo alijitoa kupigania maisha ya mtu fulani au jamii fulani, huwa inakuaje? Katika kitabu cha Ibrania sura ya 2 mstari wa 14 imeandikwa kusema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Naomba uelewe, watu walio kwenye hofu ya kufa, utawatoa kwenye hofu ya kufa, utawatoa kwenye kuogopa kufa, kwa wewe kuwa tayari kufa. Lissu yuko kwenye mazingira ambayo kile ni kifo. Mimi nishawahi kutoa waraka, nishawahi kutoa ujumbe wakati kesi zinaendelea, mnajinadi Lissu anaonyesha anawashinda kweupe, mchana kweupe. Niliwahi kutoa klipu nikasema, ushahidi hivyo unavyoundwa na hao wanaoita jamhuri, ni hivyo hivyo ulivyowahi kuundwa ushahidi kwa tawala na mamlaka zilizokuwa na nia ya kuua watu kama Lissu, kuwasurubisha watu kama Lissu. Wengi mkasema hapana, hii kesi mbona mapema kabisa kweupe tumekwenda. Lissu amekuja kukatiwa rufaa hii ya hila, hii rufaa ya mna hii kulingana na ulemavu wa sheria ambao kwa sehemu kubwa unatumiwa vizuri na mtu ambaye kwake kumwaga damu, kuona watu wanalia ni suna, pengine ni ibada kwake, pengine ni ushindi kwake, ni raha kwake. Mazingira ya sheria yalivyo, wametumia hiki kwamba amekata rufaa, sasa inasubiriwa rufaa. Mimi nisema kwa mifumo ya sheria na mazingira niliyoyakuta gerezani nilipokaa huko, niliona kitu kikitajwa kwamba kimeenda mahakama ya rufaa kinaweza kuchukua hata mwaka, na ikawa wanajigamba kwamba tuko ndani ya sheria, tuko ndani ya sheria inavyotaka, na kwamba kusurubisha mtu gereza, mifumo ya magereza yetu yalivyo,
ni sawa na kifo. Mimi nasemaga ni zaidi ya kifo, na baadhi ya wafungwa kule nienda kwa kuta, niliona wanasema afadhali mungetuua kuliko hiki. Kwa lile nililosema, Lissu anasurubiwa mpaka hapa, kasurubiwa. Kama atatoka ni kwa uwezo wa Mungu, muujiza wa Mungu na maajabu ya Mungu, napo itatajwa, atajiona, na pengine wengi wetu tutamuona ni aliyetoka kuzimuni, ni mfu tu aliyefufuka tena, kama vile tunavyokiri kwamba kwa risasi zile nyingi alizopigwa Lissu ni kama ni marehemu anayetembea, ni muujiza unaotembea, akitoka kwa maumivu aliyopitia, anayopitia sasa hivi. Mimi nakujulisha, niliyefeli maumivu ya gerezani kwa kudhulumiwa na kuonewa kama hivi, ninafeli, namsikia Lissu kwenye nafsi yangu, namsikia Lissu ambaye hata kama mtaona natoka amechangamka, nasema aluta kontinua, sema hii ni vita ya uhai wangu na nini, hata mkimwona hivyo, nataka nikujulishe niye na experience kwamba maumivu hayazoeleki. Maumivu hakunaga usugu. Aidha kuna hali ya kuumia mpaka unachanganyikiwa, unacheka kama vile mtu anapata ajali, anakatika mkono, anavunjika miguu, akielekea kufa, pengine unacheka kabisa, watu alikuwa anacheka. Hapana, maumivu yalipita kiasi. Maumivu hayana kuzoeleka. Ama mtu anakuwa na maumivu mpaka amechanganyikiwa, mnaona, lakini yeye yuko sawa tu. Anawaumiza sana maadui zake kwa tabasamu lake. Hapana, anaumia. Anyway, nitaka nifafanue ili andiko kwamba kulipa gharama ili kumnasua Lissu kifoni pale msalabani, kwa sababu Lissu pale alipo ni amesurubiwa, ila hajafa. Amesurubiwa, kusurubiwa, kasurubiwa pale gerezani alipo, kasurubiwa, hajafa. Wa kumnasua pale kwa mujibu wa Biblia, anatakiwa mtu aliye tayari kwenda pale na yeye kusurubiwa vile. Ni kwa njia ya mauti, Yesu aliwatoa watu kwenye hofu ya kifo. Hili andiko wakati fulani msikiliza Bagonza itafsiri vizuri sana na kwa maana ambayo ndio halisi. Aisema kule nyuma dhuluma na uonevu ulipozidi, mamlaka ya Rumi na vibaraka wao walitegemea zaidi ya adhabu ya kifo kwa njia ya kunyamazisha watu. Yaani mtu yoyote wakiona analalamika, anajeleza, nafafanua kwamba huku ni kuonewa, hii sio sawa, wanamuua wengine wote kimya. Yesu mtu wa maana kabisa, binadamu wa maana kabisa, alisema inaonekana wanawaa watu wa kawaida, ngoja niende mimi, ni uwawe mimi, ili waone utayari kwamba tunaweza tukasikilizwa zaidi, tukaheshimiwa zaidi, wengi tukiwa tayari kufa, na watu wa aina yetu tukiwa tayari kufa. Mimi kwa mfano Tundu Lissu, kitendo cha kwamba amefight mpaka hawa jamaa wameamua kumfanyia hivyo mti mbichi, mimi nimemwona ni shujaa. Nimeona imeonyesha kwamba watu wengine sisi ambao sasa ni miti mikavu, watu wa kawaida sisi, basi tujiandae, tutaonewa sana. Ikiwa meonewa Lissu hivyo alafu kuko kimya, ni amani, ni salama, tujiandae, tutaonewa sana. Tufanyeje sasa? Tusubiri muda wa kuonewa? Hapana, wakati huu ndio wakati ambao tuitakiwa kucharuka. Kama ni kuonewa, tuonewe pamoja naye, kama mwimba tenzi anavyoimba, anasema pamoja na wewe katika safari yangu, heri nipate mashaka, maumivu sawa na wewe. Sasa najua hili sio jambo ambalo wengi tunaweza tukahiari na tukaona kuna umana. Imesikitisha, inaumiza sana. Taeleza hapa mwisho kwamba kuona kuna mtu biashara zako, mipango yako, malengo yako yanaendelea, na wewe unasema nimetimiza wajibu wangu, tumempigania. Hapana, kupigania sio hivyo. Kupigania ni kwa njia ya mauti,
ndo unaweza ukatoa hofu ya mauti, ndo unaweza ukafanya watu wote waseme ala, hapa kumbe no way out. Kama ni kutuua na watuue idadi yoyote, hapo ndipo wao wenyewe watakuja kujua kwamba kwa kuua watu hatutastarehe, jahazi halitatulia kama tunavyotegemea, kama tulivyotegemea. Hapa tufike tu mahala tujue ilishatushinda, tukaharibu mambo, na baadaye tumekuja kuharibu uhai wa watu. Hatufai kuwa kwenye nafasi hizi. Tunaweza tukamwokoa Lissu, mnielewe, usielewa Kiswahili mpaka pengine liwe fupi, elewa hili fupi. Tunaweza tukamwokoa Lissu wengi tukiwa tayari biashara zetu ziharibike, mipango yetu iharibike, tufungwe kama alivyofungwa, tuwawe kama ambavyo sasa ameshauawa kwa msalabani pale aliposulubiwa kwa mateso makali yale anayoyapitia gerezani. Wengi wetu tuwe tayari kukaa huko. Inaweza kumnusuru Tundu Lissu. Nitakuja kwenye hitimisho kuweka vizuri hili jambo. Yohana 15 mstari wa 13 nasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, au kwa ajili ya rafiki yake. Upendo wa juu kabisa wa wewe kujinadi nao kwamba hapana, mimi nimelipa gharama, ni wewe ikiwa unaweza kufa kwa ajili ya huyo rafiki yako, wakuue kwa ajili ya huyo rafiki yako. Ndo upendo. Mwingine wote huo usijidanganya, lakini mimi nimelipa gharama. Na upendo wa Kristo na upendo wa Mungu upendo wa Mungu ni huu ambao Yesu alionyesha, kuwa tayari kufa kwa ajili ya huyo unayesema unampenda sana Lissu, Tielo, nampenda sana. Upendo kabisa ni kuwa tayari kufa, au wewe tangulia kufa kabla yake. Umefanya nini kinachoonyesha kweli na upendo kihivyo? Hapana, ni wanafiki. Kila mmoja unajaribu kufanya tu ili uonekanepo umefanya. Fanya mpaka mawili haya yatokee, aidha kafungwe na wewe pamoja naye, pewa na wewe uhaini pamoja naye, au wakuue kabla yake. Wakituua idadi ya kutosha, damu ni nzito, hata kama inaonekana kwao wanachemsha nyingine wanakaanga, lakini bado damu ni nzito, bado itawalemea tu. Lakini kama tutakuwa tukiona ndugu zetu waliodhulumiwa nafsi ni wajinga, ni wazemba, hawakujua pa kujificha, basi patakuwa na watu watakuwa na kaangwa mbele ya macho yetu mpaka tutaona raha ya kuishi, na wengi tutakufa kwa vihoro. Mtu unaweza kusema sawa, mbarikiwa, naomba ieleweke kwamba mimi nimelipa gharama nyingi sana kwa ajili ya uhai wa watu na maisha ya watu. Nimelipa gharama. Mimi wameuawa, mnaowafahamu wawazi kabisa, mnaowafahamu, mtoto wa pekee na binti yangu Sifa wameuawa. Mimi hakuna kitu nilichokuwa napigania zaidi ya mateso. Napiga kelele pengine kwa ajili ya watu wa Ngorongoro, watu wa Bagamoyo kalifanya kwa nyang'anya maeneo. Nilikuwa napiga kelele kwa ajili ya bandari kwamba ni shamba la urithi. Nilikuwa napiga kelele kwa ajili ya uhai wa watu kadha wa kadha waliokuwa wanatekwa na wanafungwa kwa kuonewa, wanauawa. Hicho ndo wameua watoto wangu kwa njia ya mauti. Wameua mtoto wa pekee. Mtoto wangu wa pekee. Sijajua wewe binadamu kwako ni wa aina gani. Hata mimi nilikuwa najua binadamu ni wa thamani. Walipoua mtoto nikajua wamekata kipande cha roho yangu. Sina maisha tena. Mimi pia ni marehemu. Baadaye akaja kumuua binti yangu Sifa. Kamchukua, kamweka gerezani, kaa huko siku 6 polisi, siku ya 7 gerezani. Walimwagia nini, walimchoma sindano gani, walimfanyia nini kwa yeye kuona au kutokuona. Mwisho wa siku binti yangu katoka, kaanza kuumwa, kafariki. Waulize alikuwa na kesi gani mpaka kesho? Hawana hiyo kesi. Lakini mpango ni kwamba walikuwa na mpango wa kumuua. Kikatili sana. Amefia Muhimbili pale. Kikatili sana.
sana. Kikatili sana. Wenyewe wanajua nikizungumza amefia Muhimbili au ameuawa Muhimbili, kikatili sana. Sababu kuuawa ni mchakato wa tangu aliyeanzisha hilo jambo mpaka wa mwisho aliyeshuhudia hilo jambo, na wengi wao wakiwa wanajua tunasimamia mchakato wa nia na lengo la aliyeanzisha hii shughuli. Kikatili sana. Mimi ninaishi maisha haya ya kitumwa na mateso makubwa. Maisha haya ya kitumwa, kama ni kubadilisha tisheti, pengine umeniona leo ndio nimebadilisha tisheti. Naishi maisha ya kitumwa sana, ya uchungu, ya kula kwa taabu, kulala kwa taabu. Ni kwa sababu sikubali kwamba njia pekee ya kuishi ni wachache kuua, kutesa, kuonea, kuumiza wengi. Siamini, sikubali hilo, na sioni sababu ya kuishi kwa raha. Kulala nipozoeleka, kupita mitaani ambayo ningependa kupita, kula chakula ambacho ningependa, kuvaa mavazi ambayo ningependa, sioni maana hiyo. Biblia imesema lieni pamoja na wanaolia. Biblia inasema ni heri kuiendea nyumba yenye matanga kuliko kuiendea nyumba yenye karamu. Nimechagua kuishi maisha haya ya uchungu na mateso, lakini ukumbuke pia nikiwa nasema kwa namna inayoshawishi sana wamwaga damu, wanywa damu, wanaotawala kwa kukaa kwenye viti vya damu, kwa kunyunyizia damu za watu viti vyao na chakula walacho. Wasingependa kabisa niongee. Mtu ambaye damu yangu wanaihitaji sana, ungeniona shujaa kuniona ninaongea kuamsha hisia za uchungu na maumivu ambayo wanapitia watu, na hasa aliye wazi tunayemwona Tundu Lissu. Tukiachilia mbali akina Polepole, akina Mdude, kwa pengine hatuoni walipo. Tundu Lissu unaona alipo, yuko msalabani, amesulubiwa, hajafa, lakini yuko katika mateso makali na upweke usioneneka. Tafsiri yangu ni hii: yoyote ambaye pamoja na kujipongeza kwingi kwa kusema lakini umempambania, tumempambania, naomba nikupe deni hili, usijisifie popote. Usijisifie popote kwamba umelipa gharama ya kutosha. Mimi Tundu Lissu, wakati niko gerezani, kuna wakaribu wangu ambaye alimpigia ili pengine atusaidie kupaza sauti zaidi, kufanya zaidi. Aliwahi paza sauti akiwa Marekani juu ya maisha yangu. Aliulizwa, akajaribu kuongea, si mara moja, karibu mara mbili, ajaribu kuongea juu ya maisha yangu. Alipokuja Tanzania, kuna moja mtu alimpigia simu, wakaribu wangu alimpigia simu, Tundu Lissu, Mchungaji Mbarikiwa, siku umepigwa risasi wakati wote wa mateso yako, na pengine aliwahi hata kuongea. Lissu alijibu kitu ambacho sikumlaumu. Akasema, na waliokuja kuniona hospitalini nitasemaje kama huyo kwa kusema hilo moja alinipigania? Waliokuja kuniona hospitalini nitasemaje? Anyway, pamoja na hayo, na wasi tu kuweni makini kwenye jambo hili na hili na hili. Mimi kama nikusema na kufanya, nimefanya yale niliyofanya, inatosha. Mimi sikumuona kwamba ni mtu fulani ambaye hajanipigania, kwa sababu yule mtu nilimtuma mimi kwamba mpigieni Tundu Lissu aongee lolote, afanye chochote zaidi. Nimepata taarifa juu ya kitu fulani alichosema, kimeleta kidogo umaana kwamba pengine mimi ni mtu wa maana, lakini mwambieni kama anaweza kufanya lingine lolote afanya. Akajibu hilo na kufanya zaidi ya hilo. Ingawa hilo pia tu ushauri ule aliyokuwa ametoa ulisaidia sana. Ulisaidia tukajipanga kwenye engo fulani ambayo alikuwa ameitoa. Lakini kile kilichoonekana sina sifa za kupiganiwa sana kama ninavyohisi, kwa sababu pia na mimi sikujitoa kisawasawa alipokuwa kwenye shida. Mimi nilikubali, niliona. Naomba tuelewe, hatujalipa gharama ya kutosha kumpigania Tundu Lissu. Hatujalipa gharama ya kutosha
kumpigania Tundu Lissu. Kubwa linalotakiwa lifahamike ni hili: mifumo ya sheria zilivyokaa haziwezi kumpatia haki mtu aliye kwenye mateso. Sheria zinatumiwa na aliyeshika mpini kwa namna anayotaka. Hakuna sheria inayotumiwa ilivyotakiwa, hakuna, katika mateso yote haya ambayo hasa upande wa Tanganyika tunayopitia. Kwa tukisubiri sheria, wanao wa monitor na kuwa control watafsiri sheria, wanao monitor na kuwa control wazitafsiri wanavyotaka, walio na makusudi ya kuua na kutesa watu, na pengine kwa sababu ndio wanaowateua, ndio wanaowapandisha vyeo, madaraja, kuwapandishia mishahara, kuwapa dili. Inawezekana kabisa watafsiri sheria hawana option nyingine zaidi ya kuangalia wanaowateua na wanaowapandisha madaraja, vyeo, wanataka nini, tutatumia nini. Kwenye hii inaonekana hapa pembeni, barua inaonekana ni Tundu Lissu kaandika, ajaribu kusema tuongeze pressure ndani ya nchi na nje ya nchi, tuongeze movement ndani ya nchi na nje ya nchi. Pigania mpaka ikiwezekana uishi mafichoni, pigania mpaka ikiwezekana ufungwe gerezani, pigania mpaka ikiwezekana uwawe, pigania uliyeko nje, tafuta kuingia ofisi hii na ile. Tutafute namna ya kujimobilize, mtafute namna ya kujimobilize, naendeni ofisi hii na ile. Ninapinga kwa nguvu zangu zote kwamba mpiganaji, kuongezea andiko hapa, naongea hii clip kwa urefu, nikuongezea andiko hapa katika Timotheo. Mpiganaji yoyote unayejipanga kupigania watu, kama shughuli zako ziko salama kutoka kwa hao wanaomtesa unayempigania, hauna dhamira ya kweli. Kulikuwa na haja maisha yako na shughuli zako na biashara zako ziwe hatarini kwa sababu ya moyo ulionao. Alimadamu shughuli zako ziko stable, shughuli zako ziko stable, zimetulia, unaweza kuanzisha duka. Niko namwangalia na msikiza mtu mmoja anasema nataka kuanzisha duka Mlimani City. Kipindi hiki unaweza kuanzisha duka Mlimani City na likawa salama, biashara zako, mahoteli yako yako salama. Hapana, vyote vilitakiwa viwe hatarini, na hata uhai wako uwe hatarini, biashara yako iwe hatarini, watoto wako wawe hatarini, mke wako, mume wako, wazazi wako wawe hatarini, kwa sababu ya kipindi tulichopo. Mupo mmetulia, mnafanya sherehe za harusi, mnakwenda kwenye mipira, mnashangilia, mnaiona Simba imeshinda na kabisa unasikia kushangilia, kufurahi, Yanga imeshinda, Manchester, Real Madrid, sio Barcelona, na kabisa unasikia kushangilia, unasema uko vitani, unapigania watu, unapigania haki. Katika Timotheo, katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigae vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hakuna. Mstari wa 5 niongezee, hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Kwa nitafuta mstari anasema, lakini hujizuia anaposhindana katika michezo, hujizuia katika yote, kwa mambo yote. Ndani anaweza kaipata kwenye Korinto wa kwanza sura 9. Korinto wa kwanza sura 9. Nikusomee tu pale sura 7 sura 9 pale. Nikusomee tu, unaelewa. Sura 9. Sura 9 mstari 25. Sema, na kila shindanaye katika michezo hujizuia katika yote, bali hao hufanya hivyo kwa kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji
isiyoharibika. Ashinda naye katika michezo, hujizuia katika yote, fahari zote, uzuri wote, vitamu vyote. Hakuna askari apiganaye vita anayejitia katika shughuli za dunia ili ampendeza aliyemfanya kuwa askari. Naomba mwelewe, njia pekee ya kumpigania Tundu Lissu, biashara zetu simame, familia zetu, mambo yetu yawe hatarini, uhai wetu uwe hatarini, ndo tutajitoa kwenye kongwa hili na chini ya mamlaka hii ya damu. Kwa njia ya mauti tutamharibu aliye na nguvu ya mauti. Najua nimeongea neno na jambo gumu sana lakini mara nyingi huwa nategemea zaidi neema ya Mungu kuwafanya watu kuelewa ambacho ningetaka kieleweke. Asante sana na hongera kwa kunisikiliza.